Niwaalike katika kipindi chetu tena asubuhi ya leo, tukiendelea na mada yetu inayozungumzia namna ya kuwa mtakatifu. Namna ya kuwa mtakatifu. Leo tutakuwa na mada ndogo inayosema utakaso na utakatifu. Utakaso na utakatifu. Sanctification and holiness. Utakaso na utakatifu. Na katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 17 na ule mstari wa 17 ndipo mahali tuna fungu letu kuu asubuhi ya leo. Neno la Mungu linasema, watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa wale ambao ni wataalamu wa lugha, nadhani mnaweza mkaelewa kwamba neno utakatifu linatokana pia na utakaso. Unapotakaswa ndipo unakuwa mtakatifu. Hauwezi kuwa mtakatifu bila kutakaswa. Kwa ndio maana asubuhi ya leo tunaangalia utakaso na utakatifu. Sasa katika harakati za kuwa mtakatifu, kuna hatua 3 za kuwa mtakatifu, na leo nitazitaja tu, alafu nitaangalia hatua moja, na baadaye kesho hatua nyingine, na kesho kutwa hatua nyingine, kwa kadri Bwana atakavyotusaidia. Ziko hatua 3 za kuwa mtakatifu, na wengine huziita hatua 3 za wokovu. Hatua ya kwanza inaitwa justification au kuhesabiwa haki. Kuhesabiwa haki. Hii wengine huiita ni positional process. Ni swala ambalo ni la kumhamisha mtu kutoka katika nafasi fulani, katika position fulani, na kumpeleka katika position fulani. Hiyo ni hatua ya kwanza ya utakatifu, inaitwa ni justification au kuhesabiwa haki. Hatua ya pili ya utakatifu inaitwa sanctification au kutakaswa, ambayo hiyo ni swala endelevu, ni progressive act. Ni swala endelevu ambalo halifanyiki kwa mara moja tu, lakini ile justification hufanyika mara moja tu na ikaisha. Na hatua ya 3 na ya mwisho inaitwa ultimate au glorification, ambayo hiyo ni pale tutakapovikwa utukufu, mwana wa Mungu atakaporejea mawinguni, tukawa tumeshinda dhambi kwa 100%. Sasa nataka nielezee moja baada ya nyingine, na leo nimesema nitaielezea moja tu. Kwanza zingatia hili, katika hatua hizi 3 za kuelekea kwa mtakatifu, hatua ya kwanza ambayo ni kuhesabiwa haki, justification, na hatua ya 3 ambayo ni kuvikwa utukufu baada ya kushinda dhambi, glorification. Hatua zote hizi mbili, ya kwanza na ya 3, ni kazi ya Mungu pekee. Sisi hatuna tendo jema ambalo tunaweza kulifanya ili kufanyiwa jambo hili. Justification ni tendo alilolifanya Yesu Kristo pale msalabani. Alipokufa msalabani, wanadamu wote, uzao wa Adam na Hawa, wakahesabiwa haki. Naomba hilo lizingatie kabisa. Uzao wote wa Adam ukahesabiwa haki. Hakuna tendo jema ambalo mwanadamu alilifanya ili Yesu Kristo afe msalabani. Hii ni kazi ya Mungu pekee aliyetoa sadaka kupitia mwanae, kama inavyosema katika Yohana 3:16, aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe Yesu Kristo. Hali kadhalika hata swala la glorification au kuingia mbinguni, kwa kweli hakuna jambo ambalo mwanadamu anapaswa kulifanya kwa nguvu zake na matendo yake ili aingie mbinguni, isipokuwa hatua ya pili ya utakatifu, sanctification, ambayo hiyo ni progressive, ni endelevu. Hiyo ndiyo tuna mchango, kuna kusaidiana kati ya Mungu na mwanadamu. Kuna sehemu ya kazi ya Mungu na kuna sehemu ya kazi ya mwanadamu. Sasa katika haya mambo matatu yatatusaidia kuelewa, usichanganye mambo. Unapofundisha watu kwamba wawe watakatifu, unawafundisha katika hatua zipi? Unapojifunza kwamba wewe mtakatifu, unajifunza katika hatua ipi? Hatua ya kwanza ya asubuhi ya leo ni justification au kuhesabiwa haki. Ndio nataka nizungumzie kwa kifupi. Lakini sikiliza, hizi hatua 3
kuhesabiwa haki, kutakaswa na kuvikwa utukufu ni sawa na kuzungumzia nyakati tatu. Justification ni past tense, sanctification ni present tense, na glorification ni future tense. Kwa maana ya kwamba kuhesabiwa haki ni wakati uliopita na kutakaswa ni wakati uliopo na unaendelea, na swala la glorification au kuingia mbinguni, kuvikwa utukufu, ni swala la wakati ujao. Sasa karibu tuangalie kwa ufupi habari hii ya justification au kuhesabiwa haki kwa imani. Katika hatua hii muumini hana mchango wowote wa matendo yake anaopaswa kuchangia ili ahesabiwe haki. Kama nilivyowaambia hapa, mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani tu. Yaani kazi yako ni kumwamini Yesu Kristo, kuikubali kafara yake msalabani. Hapo ukishaamini unafanyiwa justification, unahesabiwa haki. Kwa hiyo justification ni kifurushi kilichotolewa kwa wanadamu wote, bila kujali kwamba wanasali au hawasali, ni kabila gani au ni kabila lipi. Wanadamu wote, ninakazia hilo ili ulielewe vizuri. Kuhesabiwa haki ni kifurushi kilichotolewa kwa wanadamu wote, bila kujali ni mlokole, ni msabato, ni mkatoliki, ni mlevi, ni mchawi, ni mzinzi. Kwa wanadamu wote, as long as ni mwanadamu. Hatua ya kwanza ya utakatifu, hatua ya kwanza ilitolewa kwa wanadamu wote. Ni kana kwamba ninataka kukwambia kwamba justification au kuhesabiwa haki ni tendo la kuhamishwa position, ni tendo la kubadilishwa mtazamo. Yaani unaposema kwamba mimi ni mtakatifu, hatua ya kwanza, kwamba nimehesabiwa haki, lazima uwe umebadilishwa mtazamo wako. Tunabadilishwa mtazamo kuhusu nini? Ubadilishwe mtazamo kuhusu Mungu wako, ubadilishwe mtazamo kuhusu wewe mwenyewe, na namba 3, ubadilishwe mtazamo kuhusu wanadamu wenzako. Sasa sikiliza vizuri. Hatua hii ambayo nimesema ni hatua ambayo Waingereza wanaitwa ni positional, ni hatua ya kuhamishwa nafasi. Unatolewa katika nafasi ya kuwa mhukumiwa, unapelekwa katika nafasi ya kuitwa mwenye haki. Sikiliza vizuri, unatolewa katika nafasi ya kuwa mhukumiwa, unapelekwa katika nafasi ya kuhesabiwa kuwa mwenye haki. Ni kana kwamba nataka kukwambia kwamba wanadamu wote baada ya Yesu kufa msalabani waliondolewa katika nafasi ya kuwa wahukumiwa na wakahesabiwa kuwa watakatifu, wenye haki. Ni wao wenyewe watakaochagua tena kurudi kwenye hukumiwa. Na kwa sababu hiyo, sikiliza, kuhama nafasi si swala la kimwili. Justification sio swala la kimwili, ni swala la kiroho. Sasa angalia changamoto inayotukumba, changamoto inayotukabili wa Kristo wengi. Ni changamoto hii. Tunapambana kuingia katika utakatifu hatua ya pili au hatua ya tatu, wakati bado hatujahama nafasi, hatujawa justified. We are not justified. Hawezi kupambana kuingia hatua ya pili ya utakatifu kabla hii hatua ya kwanza haujaimaliza. Kwa hiyo tunapaswa kuhama hii hatua ya kwanza. Na changamoto hii pia inatukabili sisi wahubiri. Tunapambana kuwaondoa wanadamu, kuwaweka katika utakatifu hatua ya pili, na ambayo tunataka waache dhambi, waache wizi, waache zinaa, waache uongo, waache pombe, na wakati huo hawajawa justified, hawajahamishwa nafasi yao. Nisikilize vizuri somo la leo lisije likakuchanganya. Hauwezi kupambana kuambia watu waingie utakatifu sehemu ya pili, maana yake kwamba waache pombe, waache uongo, wakati hawajawa justified, hawajaiamini kafara ya Yesu, hawajahamishwa nafasi zao, bado wako katika nafasi za kuhukumiwa. Na hata hivyo utagundua hata sisi wahubiri tunapokwenda kuhubiri katika mahubiri yetu ya hadhara, yawe ya kirokole, yawe ya kisabato, tunachokifanya tunapambana kuwafanya watu wawe watakatifu hatua ya pili, kabla hatujawaonyesha namna ya kuhama nafasi zao za kuhukumiwa na kuingia kuhesabiwa haki, kabla hatujawafanya wawe justified. Utasikia tunasimama tunasema acha dhambi, wazinzi acheni uzinzi, wachawi acheni uchawi. Hiyo tunafanya habari ya kuwafundisha sanctification, ambapo kwa kweli kamwe haiwezekani kuacha dhambi wakati bado haujawa justified.
Mungu akubariki sana unaponisikiliza na kunielewa. Sasa jipime mwenyewe asubuhi ya leo, kama tulivyojipima leo, jipime mwenyewe. Tumesema kwamba ili uelewe kwamba hatua hii ya kwanza ya utakatifu umeshaipokea. Hata kama una miaka 20 kanisani, unaweza ukakaa miaka 20 kanisani haujaipokea. Unaweza ukawa ni mchungaji tena kiongozi kubwa tu katika kanisa haujaipokea. Unaweza ukaingia leo kanisani na ukaipokea. Kwa hiyo ili ujipime, jipime katika mtazamo wako. Mtazamo wako utaamua kwamba umeshapokea hii utakatifu hatua ya kwanza au bado. Hatua ya kwanza tumesema waliopokea justification, waliohesabiwa haki, hubadilisha mtazamo wao dhidi ya Mungu. Nisikilize mwana wa Mungu, tunabadilishwaje mtazamo dhidi ya Mungu? Nisikilize, kazi ya shetani tangu alipokuwa mbinguni ilikuwa ni kumchafua Mungu na kumchora katika picha mbaya, ili malaika waweze kuhakikisha kwamba anachafuka na akaonekana kwamba ni Mungu wa kuogopwa. Na ghadhabu, hasira juu ya mdhambi. Kumbe tulipaswa tumwasilishe Mungu kama mwenye huruma na 34 na ule mstari wa 6 utaisoma kwa wakati wako. Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana Mungu ni mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema na kweli. Sasa sisi tunamtangaza Mungu kama mwenye ghadhabu. Mungu anakuchukia mwenye dhambi. Mungu anaumia sana. Mungu anakusikiliza. Si kweli. Mungu ni mwenye huruma na Mungu anamhurumia mwenye dhambi. Mtazamo potofu wa pili, sisi tunamtangaza Mungu kama anayevizia tukosee halafu atuadhibu. Yaani ni kama refari yuko pale anasubiria tukosee atuadhibu. Lakini sikiliza, wahubiri wa kweli na waumini wa kweli watamtangaza Mungu kama anayetamani aone tumekosea halafu atusahihishe. Hayupo pale kuona tumekosea halafu atuadhibu au atukosoe. Hapana, yuko pale kutusahihisha. Ndio maana Isaya anasema, usiogope maana hautatayarika, wala usifadhaike maana hautaaibishwa, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashutumu ya ujane wako hayatakumbukwa tena. Isaya 54 fungu la 4 hiyo. Kwa hiyo Mungu yuko pale kusubiria tukikosea atusahihishe. Hayupo kwa ajili ya kusubiri tukosee atutandike. That is not our God. Huyo si Mungu wetu. Huyo ni Mungu anayehubiriwa na shetani, aliyehubiriwa kuanzia mbinguni. Namba 3, sisi tunamhubiri Mungu kwamba ni Mungu anayeogopa ukubwa wa dhambi. Utasikia mtu anakuambia umeua, mama yangu, wakati wamesahau kwamba hata aliyedanganya naye ametenda dhambi ile ile. Nisikilize vizuri, tulipaswa kumhubiri Mungu kwamba kadiri dhambi inavyozidi kuwa kubwa ndivyo hata neema ya Mungu inavyokuwa kubwa. Tungekuwa tunaonana, ningewaonyesha kama dhambi yako ni kaduara kadogo na neema kanakuwa kadogo. Ikiwa kubwa dhambi, duara linazidi kuwa kubwa. Lakini mwishoni mwa masomo haya nitawaonyesha ukomo pale ambapo Mungu anaishia ni wapi, maana hata tuvumilia milele. Kwa hiyo tusimtangaze Mungu kama mtu anayeogopa ukubwa wa dhambi. Tukienda kumwambia nimeroga, atashituka, wewe umeroga wakati ni shemasi. No, Mungu haogopi ukubwa wa dhambi. Sikiliza mtazamo namba 4 ambao ni potofu. Tunamtangaza Mungu kama mhukumu wa watu, anayesubiria kutuhukumu. Subirieni mtamuona Mungu ameandaa moto. Hapana, tunapaswa kumtangaza Mungu kama mtetezi wa watu. Nataka niwaambie kama mchungaji tena wa kanisa la Adventista wa Sabato, Mungu sio mhukumu wa watu. Mungu ni mtetezi wa watu. He is there to defend us. He is not there kwa ajili ya kutuadhibu na kutuhukumu. No, Mungu ni defender wetu. Yupo kwa ajili ya kutudefendi. Shetani anatamani twende motoni. Mungu anasema no, huyu mwanangu sio wa motoni. Nataka nikutangazia asubuhi ya leo,
Mungu ni mtetezi wako. Ondoa mtazamo wa mahubiri ya shetani. Shetani ndiye anatuambia Mungu ni mhukumu wetu. Mtazamo mwingine, sikiliza, juu ya Mungu, sisi tunatangaza kwamba Mungu anashikilia uovu wetu. Ndio maana unaona mtu anakuambia jana ulifanya hivi na leo tena umefanya hivi, tumekuchoka. Juzi ulifumaniwa, leo umekunywa pombe, tumekuchoka. Hapana, Mungu hahesabu ya jana. Ulivyoungama jana alisahau. Ni sisi wanadamu ndio tunakumbuka. Tuna Mungu anayeachilia, Mungu ambaye kwa kweli akisamehe amesamehe. Huo ni mtazamo dhidi ya Mungu wetu. Nisamehe nikimbie kidogo. Namba 2, ili uelewe kwamba haujaokolewa, hii hatua ya kwanza ni mtazamo wako dhidi yako wewe mwenyewe. Sikiliza Wakristo tunavyojitazama sisi wenyewe. Mungu atusaidie sana. Kazi ya shetani ni kukuza ubaya wetu kana kwamba ni kazi yetu kuondoa. Yaani kazi ya shetani ni kukuza ubaya wetu kana kwamba ni kazi yetu kuondoa. Sasa sikiliza, injili ya shetani dhidi yetu ni hii hapa. Anatufundisha kwamba tunapendwa kwa sababu tumetenda mema. Kwamba unavyotoa zaka Mungu anakupenda, unavyosali Mungu anakupenda. Sikiliza, tunapendwa kwa sababu ni watoto wake. Hata kama tusingetoa bado tunapendwa, hata kama tusingesali bado tunapendwa. Hicho ndicho mkielewe, hata ninyi mnaosali. Mungu hatupendi kwa sababu tunafanya hayo, tunapendwa maana ni watoto wake. Na nikukumbushe, hata mlevi ni mtoto wake, hata mchawi ni mtoto wake. Namba 2, shetani anatufundisha kwamba sisi ndio ambao tumeandaliwa adhabu ya moto. Lakini sikiliza, ukweli ni kwamba sisi tumeandaliwa msaada. Mungu ametuandalia msaada dhidi ya dhambi. Ana planning kubwa dhidi yetu kwa sababu ya dhambi iliyotuangusha. Anataka kutuondoa katika hiyo. Mtazamo hasi wa 3, Ibilisi anatufundisha kwamba tunamsumbua Mungu kila tunapomwendea kuungama. Yaani ni kana kwamba tunasema, jamani, jana niliungama na leo tena ninaenda. Jamani, mbona kama namsumbua Mungu? Ukweli ni kwamba Mungu anafurahi tunapomwendea, maana tunaonyesha jinsi gani anaweza, how able he is. Ni namna gani Mungu wetu anaweza. Tunapomwendea kila siku, Mungu anasema, wow, sasa hawa wanaelewa kwa sababu wananiijia, wanaelewa hakuna mwingine wa kututakasa. Namba 3, sikiliza, shetani anatufundisha kwamba sisi tunapaswa kumbembeleza Mungu ili atusamehe. Yaani tuende tuseme, Mungu, si unajua nilitenda hivi, Mungu nisaidie. Hapana, sikiliza, kusamehewa ni haki yako. Mungu ndiye anatubembeleza ili tutubu. Ndio maana tunaitwa kila siku, ndio maana tunahubiriwa kila siku. Sio sisi tunaombembeleza Mungu. Tunambembeleza kwa lipi? Yeye ndiye anatubembeleza. Nisamehe nimalizie kwa kumalizia mtazamo huu kwa sababu ya muda wangu ulivyokaa. Namba mwisho, mtazamo tuliodanganywa ni mtazamo dhidi ya wengine. Kazi ya shetani ni kutugombanisha sisi kwa sisi na kuharibu mitazamo yetu. Sikiliza, ambao hawajapokea justification, ambao hawajahama position, ambao bado wako kwenye hatua ya hukumu na upagani, wakimtazama binadamu wanamtazama kama adui wa Mungu. Lakini ukweli ni kwamba binadamu ni rafiki wa Mungu completely kabisa. Ni rafiki wa Mungu. Kama hujafikia hatua hiyo, haujawa justified, haujapokea hii haki. Namba 2, sisi tunafundishwa na shetani kwamba mwenye dhambi ni mteja wa moto wa milele. Kwamba wewe tenda dhambi, moto unakusubiria. Yaani ni mteja. He is a customer to the hell. Ni mteja wa jehanamu. Lakini nataka nikwambia asubuhi ya leo, mwenye dhambi sio mteja wa moto. Mwenye dhambi ni mteja wa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Usipolielewa hilo, hauwezi kumwelewa Mungu. Wewe mwenye dhambi ni mteja wa damu ya Yesu, sio mteja wa moto. Namba 3, watu wanafundishwa na shetani kwamba mdhambi ni kikwazo kwa Yesu. Kwamba wewe mwenye dhambi unamkwaza Yesu, unamuumiza Yesu. Sikiliza, si kweli. Mwenye dhambi ndiyo sababu kubwa iliyomfanya Yesu aje hapa. Aliacha yote kwa ajili yako mwenye dhambi. Wewe ndiye kitu cha thamani anachokitafuta Yesu Kristo. Mwishoni mwa masomo haya nitakwambia sasa ufanye nini. Maana si kwamba uendelee katika dhambi. Namba 4, samahani namalizia. Watu tumefundishwa na shetani kwamba wadhambi hawapaswi kumwendea Yesu.
Lakini ukweli ni kwamba Yesu anawasubiria wenye dhambi waende. Ndio maana anasema katika Yohana 11:28, njoni kwangu mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Lakini angalia, sisi tunasema hawapaswi kwenda. Ndio maana tunaambiwa, unaingiaje kanisani huko hivi? Unafanyaje huko? Na hapana, mgogoro wangu sio kwamba ubaki hivyo. Mgogoro wangu ni kwa nini unamzuia huyu mwenye dhambi asije kwa Yesu Kristo akiwa hivyo? Nisikilize vizuri. Namba 4, nimalizie kwa sababu ya muda. Watu tumefundishwa na shetani kwamba tunapaswa kuacha dhambi ndipo twende kwa Yesu. Tumedanganywa. Lakini ukweli ni kwamba tunapaswa kwenda kwa Yesu ndipo tuache dhambi. Tunaitwa kwenda jinsi tulivyo ndipo tukaache dhambi. Sisi tunataka tuwe watakatifu ndipo twende. Mfano mzuri unaoweza kuelewa ni mfano kati ya mama na kitoto chake kidogo. Kitoto kidogo mama hawezi kukilaumu kwa sababu kimejinyea, kwa sababu kimejichafua. Fahari ya mama ni kukisafisha kinapojichafua. Ndivyo Mungu anavyotutazama asubuhi ya leo. Anakutazama mwenye dhambi ulivyojichafua. Kazi yako ni kulia tu, lia tu kama kitoto. Mama, lia tu. Baba atakuja kusafishe. Wewe ni kitoto kichanga, hauna jambo lolote la kufanya. Badili mtazamo ili uwe mtakatifu, hatua ya kwanza. Mungu akubariki sana. Karibu kesho katika utakatifu, hatua ya pili. Bwana kubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.